Breaking news au taarifa iliyotufikia hivi punde iliyorushwa usiku huo katika kituo cha televisheni cha Afrika Kusini ilimshtua Amata akiwa anamalizia kufunga kifungo cha mkono wake wa shati lake. Daktari huyo ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na watu wasiojulikana akiwa mita chache kabla ya kuingia nyumbani kwake. Shirika la upelelezi la Afrika Kusini limesema linahakikisha linawatia hatiani waliohusika na mauaji hayo. Amata hakuelewa kwa nini damu inamchemka mara tu baada ya kusikia habari hiyo. Akaketi kitandani na kuendelea kuitazama. Emmanuel Nkosizulu akajikuta kitamka jina hilo. Akachukua simu yake na kubofya batani fulani hivi. Akaingiza hilo jina katika mitandao ya utambuzi wa watu mbalimbali. Sekunde 3 tu maelezo yakaanza kutiririka. Maelezo hayo yalimtanabaisha Dr. Nkosizulu kuwa amezaliwa Soweto miaka 70 iliyopita. Alikuwa mwajiriwa serikalini katika kitengo cha madaktari bingwa wanaofanya kazi mahali popote wanapomhitaji. Daktari wa aina hii hujulikana kama flying doctor. Kituo chake cha kazi kilikuwa ni hospitali ya Charlotte Maxeke kama mchunguzi wa mwalimu wa daktari, kama mchunguzi na mwalimu wa madaktari. Serikali ilikuwa ikimtumia sana katika kesi mbalimbali za uchunguzi wa kitabibu na vifo vyenye utata. Siku mauti yalipomkuta, Dr. Nkosizulu alikuwa amemaliza kuweka uchunguzi wake kwa maandishi tayari kuwasilisha panapohusika. Kutokana na uchunguzi wa awali kutokubalika, serikali ilimteua daktari huyu kufanya upya. Baada ya kukamilisha kazi yake na kuitaarifu serikali kuwa amekamilisha, ilimbidi Nkosizulu kuwasilisha uchunguzi wake kwa wale waliomtuma kwa njia ya maandishi. Akiwa ofisini kwake ndipo alipopatwa na ugeni asioutarajia. Vijana wawili na msichana mmoja wa kizungu wakamuonesha vitambulisho kuwa wao ni maafisa wa usalama na wametumwa kuja kumchukua ili kumpa ulinzi kwa safari yake ya kwenda Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo kwa ajili ya kukabidhi taarifa ya uchunguzi. Akakubali na kuiprinti kazi yake, kisha akasaini chini yake na kugonga mihuri inayotakiwa. Akaitia katika jalada na kutoka na vijana hao mpaka kwenye gari walilokuja nalo. Kwa kuwa muda wangu wa kwenda kule bado saa kadhaa, ikinibidi nifike nyumbani kwanza, akawaambia wale vijana, sawa basi tupatie hilo jalada kisha utalichukua kwetu ukiwa tayari. Mmoja wa wale vijana akamwambia, hapana, hilo haiwezekani, ili litakuwa mikononi mwangu mpaka atakapolikabidhi kwa mhusika. Akawajibu huku akifungua mlango wa gari lake. Mmoja wa wale vijana akamshika bega. Sikia mzee, ili faili linatafutwa. Watu hawautaki huo uchunguzi wako. Sisi tumetumwa kukupa ulinzi pamoja na kuhakikisha hilo faili linafika mahali pake. Kwa nini utuamini? Alionekana kama kiongozi wao, mrefu hivi, mpana, aliyevalia suti maridadi, alimweleza hayo. Nyie msijali, wakiba hili faili, mimi ni taarifa yote hivyo kichwani. Kama mnanipa ulinzi nipeni, lakini siku hapa hili faili. Akawajibu, okay, uamuzi ni wako. Sasa tutakupeleka nyumbani kwako, kisha ukiwa tayari tutakupeleka wizarani. Hapa ndipo kazi yetu itakuwa imekamilika. Yule bwana akamwambia, akawageukia wenzake, Jensen, utakuwa gari moja na daktari, mimi na Kaila tutafuata na gari letu nyuma. Akatoa maelekezo. Baada ya hayo wote wakaondoka eneo lile, gari la daktari likiwa mbele na lile jingine likifuata nyuma kwa umbali wa magari 3 kati yao. Mkono wa jasusi, sehemu ya 5. Hii ni msimu wa pili au wengine wanaweza kuita season 2 ya ile riwaya iliyoitwa Mkataba wa Kifo. Inaletwa kwako na Simulizi Club na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Ukihitaji kuwasiliana nasi Simulizi Club kupitia nambari ya WhatsApp, lakini pia kwa ajili ya kujiunga katika grupu letu la WhatsApp, basi nambari zetu za simu ni 0743217523. TSA nambari 1, Kamanda Amata akateremka ngazi taratibu kuiacha hoteli hiyo ya kifahari ikiendelea kupendezeshwa na mianga ya taa aina mbalimbali. Akaingia katika gari lake na kuketi nyuma ya usukani. Akaichukua bastola yake mpya na kuiweka sawa, kisha akaipachika kwenye mkanda uliopita chini ya kwapa lake. Kila kitu kilivyokuwa sawa, akawasha gari na kuondoka eneo hilo. Mtaa wa Mama Silowane
kitalu namba 79M. Alijisemea moyoni huku akiweka ramani ya gari hilo sawa ili kupata uelekeo anaotaka kwa kutumia GPS iliyofungwa katika mfumo wa gari hilo la kisasa, Kilimanjaro GX220-TZ. Gari janja kabisa lililotengenezwa na kuboreshwa na wanasayansi wa Tanzania. Aliipita mitaa na kuvuka barabara kadhaa kabla hajaufikia mtaa huo uliojulikana kama Mama Siloane. Sauti kutoka katika ule mfumo wa gari ilimpa taarifa kuwa amefika. Ikamtaka mbele mita 500 apinde kushoto. Akafanya hivyo. Baada ya umbali huo alizotajiwa, akaendesha taratibu katika mtaa huo ulioonekana kuwa na ukimya wa hali ya juu. Macho yake yalipepesa huku na kule. Mbele yake akaona moja ya barabara iliyoingia katika nyumba fulani ikiwa na utepe wa njano. Akajua kwa vyovyote hapo ndipo apatakapo. Bado akiwa mwendo wa taratibu, akamuona mtu mmoja akitoka kwenye ile nyumba kwa mwendo wa haraka. Amata akapita pasi na kusimama, ingawa alipanga kufanya hivyo. Akalipita gari moja lilokuwa limeegeshwa jirani na eneo hilo. Alipofika mbele kidogo, akawasha kamera iliyofungwa nyuma ya gari lake kwenye tundu la ufunguo wa buti. Kutokea ndani aliweza kumuona yule mtu akiingia kwenye lile gari na kuondoka. Amata akaegesha gari lake katika mgahawa mmoja tulivu uliokuwa hapo na kuliruhusu lile gari kupita kwa kasi. Sekunde chache zilizofuata akaliingiza gari lake barabarani na kuanza kulifuatilia. Kwa kutumia kamera ndogo iliyokuwa mbele ya gari lake katikati ya nembo ya mlima Kilimanjaro, akalipiga picha na kuweza kuzinasa namba zake. Akaihifadhi na kuingiza katika mfumo mwingine uliofungwa ndani ya gari hiyo, tracking system. Doti nyekundu ikaonekana katika ramani iliyopo kwenye luninga ndogo ndani ya gari hilo, ikimuonesha uelekeo wa lile gari ni wapi lilipo. Alipoona mfumo ule unafanya kazi sawa, yeye akapunguza mwendo na kwa kuwa alijua anaenda wapi. Akaendesha gari lake taratibu akifuata barabara kubwa ya Mandela iliyokuwa ikipita katikati ya jiji la Johannesburg, huku akiangalia katika ramani yake uelekeo wa lile analolitaka. Hakuwa na haraka. Ndani ya gari lake mwanamuziki Kenny Rogers alikuwa akimtumbuiza kwa wimbo wake wa The Gambler. Aliifuatisha melodia hiyo kwa mruzi huku akimkumbuka mpenziwe Rehema aliyemwacha Tanzania, kwani naye alikuwa akiupenda sana wimbo huo na mara nyingi waliusikiliza wakiwa pamoja, hasa wawapo mapumzikoni. Baada ya mwendo wa dakika kama 30 hivi, akaingia katika barabara ndogo ya West Street Sandton. Taratibu akaliona lile gari limeegeshwa katika maegesho ya hoteli kubwa ya kisasa yenye hadhi ya nyota 5. Hii ni moja ya hoteli kubwa zinazojulikana sana ulimwenguni, hoteli ya Michelangelo. Naye bila kusita akaingia katika maegesho ya upande wa pili. Akaliweka gari lake vizuri akilitazama lile la wale jamaa. Hakuchelewa sana, kwani aliwakuta bado wapo nje wakijadiliana jambo. Wawili wa kizungu na mwanadada mmoja wa asili hiyo. Kati ya vijana hao, mmoja wao alikuwa ni mpana mwenye tumbo kubwa na wengine wawili na miili ya kawaida lakini iliyokaa vyema kisharishari. Wale vijana wakavuta hatua kuielekea ile hoteli. Hawakutumia mlango mkubwa kama kawaida ya watu wote, bali walipita mlango mwingine ulioonekana kama duka fulani, kwani kwenye vioo vya mlango huo kulikuwa na masanamu mengi yaliyovalia nguo mbalimbali za kisasa. Inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Kamanda akashuka na bastola yake kwa pani. Akafikiri mara mbili, akaona hapana, akaamua kuiacha, kwani sehemu nyingi kama hizo huwa huruhusiwi kuingia na silaha. Akachukua miwani yake yenye uwezo wa kuona kitu cha chuma au silaha iliyo ndani ya kitu chochote kisichokuwa na chuma. Pamoja naye akachukua baadhi ya silaha zake ndogondogo na kuziweka mahali pale mwilini mwake. Kisha akauendea ule mlango na kuingia ndani. Ndani humo mlikuwa na nguo nyingi za mitindo mbalimbali ya kiume na ya kike. Wadada warembo na vijana mashababi walikuwa wakijaribu nguo mbalimbali zinazowafaa. Amata akapita kati ya zile stands za nguo, lakini jicho lake likiwa linawatazama wale vijana watatu.
Vijana wale walipofikia mlango mmojawapo uliokuwa ukilindwa na vijana wawili wa kizungu waliovalia suti safi nyeusi na kofia aina ya pama kila mmoja, wakaingia ndani. Kamanda Amata akaivaa miwani yake na kuwatazama wale waliokuwa wakiulinda ule mlango. Kila mmoja alikuwa na shotgun chini ya kwapa lake. Akatabasamu. Walipokuwa wakiingia ndani kwa jicho la haraka, Amata aliona ngazi ndefu iliyokuwa ikielekea chini. Walipopotelea huko, ule mlango ukajifunga. Akavuta hatua na kuwafikia wale walinzi. Akawapita kama hawaoni, lakini kabla hajaugusa mlango, akadakwa na mkono wenye nguvu na kusogezwa kando. Alipogeuka, macho yake yakakutana na yule kijana asiyecheka. Amata akatabasamu. Kijana yule alibaki na uso ule ule usio na lepe la tabasamu. "Mbona usiona nafasi huko ndani?" yule mlinzi akamwambia. Kamanda akamwangalia tena, mara hii kuanzia juu mpaka chini. "Sasa ukisema hivyo manake nani mwenye nafasi hiyo? Alafu kuna nini mnachokificha huko?" akauliza Kamanda Amata. Yule jamaa akamvuta Amata mbele yake huku akiwa amemkunja shati lake. "Kijana, usitaki kujua. Utapoteza maisha yako sasa hivi. Mbwa weusi wote hawaingii huko ndani. Ondoka haraka." akamtahadharisha. Amata akamwangalia sana yule kijana aliyemkwida. Ageuze sura yake na kumwangalia yule wa pili. Wakati huo wote miwani yake ilikuwa ikirekodi video na mazungumzo yao. "Mnaficha nini huko?" akauliza na kumfanya kama anataka kuchungulia kupitia ule mlango wa kioo. Akapigwa kikumbo cha nguvu na kusukumwa nyuma. Mara akamwona yule kijana akijishika sikioni ambapo alikuwa amevaa earphone. Akajua tayari alikuwa ameonekana kwenye kamera za usalama. Haikupita dakika ule mlango ukafunguka na yule mwanadada akatoka. Akakabidhi kadi fulani kwa wale walinzi na kuondoka zake. Baada ya yule bwana kuongea kwa lugha ya ajabu ambayo Kamanda Amata hakuielewa hata neno moja, kama si kusikia tu, akaushusha mkono na kumtazama Amata. "Ingia," akamwambia. Mlango ukafunguka na Amata akawatazama mmoja baada ya mwingine. Hakuingia. "Good. Tutaonana kesho muda kama huu nitakuja," akawaambia na kuondoka zake. Nje ya hoteli ile alimwona yule mwanamke wa kizungu akiingia kwenye lile gari walilokuja nalo. Safari hii akiwa peke yake. Amata akafanya hesabu zake kichwani. Akaanza kuambaa na maua mpaka usawa wa gari lake. Akafungua mlango na kuingia ndani. Akasubiri kuona kitakachoendelea. Yote hayo akiwa anaangalia, akachukua bastola yake na kubaini na kuibana kwa pani. Alipotazama kwenye kioo kikubwa cha mbele, akaliona lile gari likiondoka maegeshoni. Akalifuata kwa mtindo ule ule wa awali. Alikuwa akilitazama kupitia ramani ndogo iliyowekwa katika gari lake. Dakika 15 zilitosha. Safari ikaishia katika mitaa ya William Nika na Witkopen. Yule mwanadada akachepusha gari na kuingia katika uwanja mkubwa wa jumba la starehe Monte Cassino. Akashuka na kuliacha gari lake. Akajiweka nywele zake ndefu vizuri na kuzifunga kwa nyuma. Kisha akatoka na kitu kama briefcase hivi. Akalielekea lile jengo. Kamanda Amata akateremka na kujiweka tayari. Akarekebisha suti yake na kuvuta hatua kulielekea jengo lile lile. Inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Debra alijishika kichwa kwa mikono yake miwili. Akili yake iliganda kwa kiasi fulani, hakujua nini kinatokea. "Wameniwahi," akajisemea moyoni wakati akiangalia mwili wa marehemu Dr. Emmanuel Nkosizulu ukiingizwa katika gari tayari kupelekwa chumba cha maiti. Alijaribu kutumia macho ya kikachero kung'amua kama muuaji au swahiba yake alikuwepo eneo lile. Hakuweza. Akaingia katika gari yake na kuondoka pole pole eneo lile. Akaegesha gari lake katika mgahawa jirani tu na nyumba ya marehemu. Akasubiri hali ya hewa itulie. Saa moja baadaye utulivu ulirudi katika eneo lile. Debra akatoka kwenye ule mgahawa na kuvuta hatua kwa miguu yake kuielekea ile nyumba ya marehemu. Akapita eneo lililotokea mauaji ambapo paliwekwa utepe wa njano.
akapita na kuzunguka nyuma ya ile nyumba kubwa. Akatazama ukuta ulioizunguka. Haukuwa wa kutisha. Akaukwea na kwa ustadi na kutua ndani yake. Akalifuata moja ya dirisha kubwa la upande wa nyuma. Akalichezea kwa namna yake na kuingia ndani kwa upande wa chumbani. Nyumba haikuwa na mtu. Kwa mwendo wa kunyata akasogea hadi kwenye kabati dogo. Akapekua hapa na pale, hakuna kitu. Akaamua kuelekea sebuleni. Akaufungua mlango na kutaka kutoka. Mara akasikia mlango mkubwa wa mbele ukifunguliwa. Akarudi ndani na kujibana nyuma ya mlango wa chumbani. Akaacha uwazi kidogo na kuchungulia. Akawaona vijana wawili na mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu mpaka usawa wa makalio yake wakiingia ndani humo. Sasa wewe hakikisha unapata unachohitaji. Sisi tunakupa ulinzi nje huko. Yule mwanadada akamwambia kijana mmoja, kisha wao wawili wakatoka nje na kumwacha yule mmoja ndani akipekua huku na kule. Debra alitulia akisubiri kuona nini ambacho kijana huyo anatafuta. Baada ya dakika 10 hivi akamwona yule mtu akiwa ameshika kitu kama kompyuta mkononi mwake na kitabu kidogo cha kumbukumbu, yani diary, katika mkono huo huo akiwa ameviweka pamoja. Yule kijana hakuendelea kuchambua tena. Alipita sehemu kama 2-3 hivi akipekua, lakini hakupata cha maana. Akatoka na kufunga mlango wa mbele huku akiushika kwa kitambaa maalum. Debra akajitokeza sebuleni. Akaliendea dirisha la mbele na kuangalia nje. Akamwona akiingia kwenye gari na kuondoka. "Shit, wameniwahi kwa mara ya pili," akasema kwa sauti ndogo. Kisha akatokea njia ile ile aliyoingilia na kuondoka eneo lile. "Nitawatia mikononi tu, watanitambua," akajisemea huku akitembea haraka kuliendea gari lake pale mgahawani. Alipokuwa akiingia kwenye maegesho ya mgahawa huo, aliliona gari jingine la kijivu likitoka kasi kuingia barabarani kwa uelekeo ule ule lilokwenda lile la kwanza. Debra naye akaungana nao, akawafuata mpaka alipoona magari yale yote yameingia wapi. Akateremka na kuangalia mwisho wake. Alipoona wale jamaa watatu walipoelekea, akatikisa kichwa. Akajua hao ni watu wa aina gani. "Vampire," akajisemea na kisha akaingia garini kusubiri. Akiwa katika mduao huo, simu yake ya gari lake ikaita. Akainyanyua na kuipokea. Ilikuwa ni simu kutoka kwa bosi wake huko Pretoria. "Debra, nimetakiwa kusitisha mara moja operation hii. Hivyo naomba nikuone hapa ofisini ndani ya saa 5 zijazo." Sauti ya Dumisan ikamwambia. Debra akabaki kama kupigwa na shoku ya umeme hivi, macho yakiwa yamemtoka. Akahisi koo nalo limepoteza majimaji. Akameza funda kubwa la mate. Halimezeki. "Donge, hey. Kwa nini bosi? Mbona ghafla hivyo unanitisha?" Debra alilalama. "Debra, wewe ni mtu wangu ninayekuamini kati ya wengi. Na kesi zote zenye utata na ugumu kama hizi huwa nakupa wewe. Lakini hii naomba uiache. Njoo ofisini. Nitakupa maelezo mengine. Ndani ya saa 5 tafadhali uwe hapa. Sasa ni saa 2 usiku. Hakikisha saa 7 nikukute ukiwa hapa. Muhimu sana." Simu ikakatika. Debra akabaki midomo wazi. Akajikuta akitetemeka kwa hasira. Akapiga ngumi usukani na kuanza kulia peke yake. Machozi yalipompungua, akawasha gari na kuondoka kwa kasi. Hakurudisha chumba cha hoteli, bali moja kwa moja akawahi uwanja wa ndege na kufanikiwa kupata ndege ya saa 1 baadaye. Akaelekea kwenye mgahawa na kuketi. Akaitisha kahawa akisubiri muda wa kuondoka. Inaletwa kwako na Simulizi Club, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Kwa nini Dumisan?" akajiuliza pasi na majibu. Mhudumu wa mgahawa ule akamletea kikombe cha kahawa. Debra, mawazo yakiwa yamekijaza kichwa chake, akaanza kunywa pole pole. Funda la kwanza, funda la pili. Akahisi kitu kama bahasha kikitua mezani, lakini mbele yake hakukuwa na mtu. Akaingiwa na hofu. Mwili ukamsisimka. Akaitazama ile bahasha na kugeuka nyuma taratibu. Mtu mmoja mrefu mwenye mwili wa wastani, aliyevalia suti nyeusi na kichwani pama jeusi. Mzungu mwenye nywele ndefu kiasi zilizomwagika mabegani mwake. Wakatazamana na Debra kwa nukta kadhaa. Macho yake yalimjaza hofu.
hayakuwa tofauti na paka. Mboni zake zilikuwa na rangi isiyoeleweka. Akatabasamu na kuacha meno yake nje. Debra akapata mshtuko baada ya kuona meno 4 marefu kinywani mwa yule mtu, meno ya kiumbe mla nyama. Yule jamaa akawa anakiumbisha kichwa chake, kisha akaondoka zake. Debra akamtazama yule mtu mpaka alipotoka mlangoni na kupotelea nje. Akaichukua ile bahasha na kugeuza upande wa pili. Haikuwa imeandikwa kitu isipokuwa muhuri mwekundu wenye maneno ya lugha ambayo yeye hakuielewa hata kidogo. Akaichukua na kutoa kijikaratasi kidogo ndani yake chenye maandishi machache tu. Achana na hili unalolifuatilia, liko juu ya uwezo wako. Ukibisha hautaliona jua la kesho. Ule ujumbe ukaisha hapo. Debra akashusha pumzi ndefu na kuikunja ile karatasi akaitia mfukoni. Tangazo la abiria kupanda katika ndege ndilo lilomgutusha na kukuta kahawa ilikwisha poa kitambo. Akachomoa noti ya randi 10 na kuiweka chini ya kikombe. Akaondoka zake. Usiku huo huo jijini Durban, Lereti alikuwa na kikao kizito na wanasheria wake na wale waliosimamia mikataba ya ubia kati ya The Great Kumalo Gold Mines Limited na Robinson Deer Gold Limited. Kwa pamoja waliupitia upya mkataba huo wa ubia na kuona kuwa ndio hasa ambao ulisainiwa miaka 7 iliyopita. Taarifa walizozipata na mkataba kutoka kwa Lereti baada ya kile kikao cha mchana uliopita ziliwatia hofu jopo zima. Kuna nini hapa? Mmoja akauliza. Robinson anataka kutuumiza, lazima tufanye linalowezekana mapema, mwingine akajibu. Wakati huo wote Lereti alikuwa kimya, macho yake yakiwa yamejawa na machozi, hana la kusema. Au madam unasemaje? Wakamuuliza. Kiukweli mimi hapa najisi nitapata kichaa. Mimi naona hili swala liende mbele, tumfungulie mashtaka huyu bwana kwenye mahakama ya biashara ya kimataifa. Akajibu. Sawa, wazo zuri, lakini kwanza lazima tupite kwenye idara husika hapa kwetu. Ndiyo. Kikao kiliafikiana kulipeleka mbele swala hilo. Kwa ushirikiano wa wanasheria hao liliandikwa azimio la pamoja la kufanya hivyo. Wakakubaliana kwa dhati kumsaidia mteja wao wa miaka mingi. Na msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 6 ya riwaya hii inaitwa Mkono wa Jasusi. Tufahamu nini kiliendelea mara baada ya hapo. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Kumbuka bado tupo ndani ya Simulizi Club. Hakikisha umesubscribe